Leo tuko katika viwanja hivi vya New Amani Complex ambapo tumeshuhudia mchezo kati ya Tanzania na Ivory Coast katika mchezo wa futsal ambao umechezwa hapa Amani Zanzibar, ambao umechezwa ndani hapo, na tumeshuhudia mabao 7 kwa timu ya Tanzania ambapo wakipachika na kuwapiga Ivory Coast mabao 7, hatimaye Ivory Coast mabao 3. Mchezo huu umetamatika hapa na ni raundi ya kwanza ambapo Tanzania watawafuata tena Februari 7 huko Ivory Coast kuona kana kwamba unaweza kufuzu AFCON katika mchezo huu ya futsal. Tumepata bahati ya kuzungumza na coach wa timu ya Tanzania ambaye ametueleza hali ya timu ilivyokuwa kulingana na takwimu ambazo zilikuwa zinaonekana hapo awali, kwa sababu mchezo wao kushinda kwa unono ilikuwa ni zidi ya Namibia ambapo walibuka kwa mabao 3 na leo wameibuka na ushindi mnono katika dimba hili kwa mabao 7. Na pia tumepata bahati ya kuzungumza na captain wa timu ya Tanzania, ametueleza kwamba timu haikuwa na mwendelezo mzuri kulingana na ingizo jipya la wachezaji ambao hawakuwepo katika uwanja wa mazoezi kwa muda mrefu sana, na amesema kwamba timu imejipanga vizuri katika mwendelezo wa raundi ya pili huko Ivory Coast ambako watawafuata kumenyana nao Februari 7 mwaka huu. Nikiripoti kutoka viwanja vya michezo, mimi ni Zakaria Danieli. Namibia wamefunga goli 8 nimefikiri, lakini hapa ni nyumbani tumeshindwa. Sasa ni nzuri, alafu kuenda Ivory Coast nataka concentration sana, kwa sababu goli 4 ni ndogo kwa futsal, ni ndogo. Football 11 ni kubwa, lakini sasa kama wachezaji na focus vizuri tutafanya vizuri. Na ukiangalia Ivory Coast ni ya 76 kwenye renki ya FIFA, wakati wao ukiwa timu ya taifa ya Tanzania ikiwa ni 136. Kwa hali yako ilikuwaje katika kuendea huu mchezo? Sasa hiyo ni kwenye karatasi tu, hiyo sio kweli. Tanzania tumecheza nje, tumecheza Indonesia, Netherlands, tumecheza timu kubwa. Alafu Ivory Coast bado kucheza game nyingi, so ita reflect kwenye results, umeelewa? So hiyo sio kweli. Alafu Tanzania umeona leo anaweza kucheza, lakini bado amecheza vizuri, lakini anaweza kucheza zaidi hiyo leo. Umesikia? Kipindi cha kwanza mlikuwa kama kwamba hamjaingia kwenye mchezo, lakini kipindi cha pili imefanya vizuri zaidi. Umejiandaje kwenye mchezo ambao unakuja raundi ya pili huko Ivory Coast? Ivory Coast sasa lakini anasema concentration. Kama hawezi kufanya concentration, hiyo game itakuwa ngumu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza game salama. Game ilikuwa nzuri, japokuwa ilikuwa na ugumu wake kwa sababu ni mechi moja. Naamini ni mechi 2 za qualify. So jambo zuri, tumepata matokeo nyumbani. Ni jukumu letu sasa kutunza matokeo na kuweza kupata matokeo mengine kwao ili tuweze qualify kwenye AFCON. Ugumu ulikuwa wapi kwenye mchezo wa leo? Ugumu ulikuwepo sehemu moja, kwa sababu futsal nafikiri ni mchezo mgeni kwa sisi na wao pia. So ugumu ulikuwepo kwa sababu sisi tulikuwa tuwajui wao na wao walikuwa huenda hatujui sisi. So ugumu ulikuwepo hapo, lakini jambo la kumshukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Ya kipindi cha kwanza dakika 20 mmepachika bao 1, lakini kipindi cha pili mabao 6 yameingia. Ilikuwaje hapa na mkafanikiwa kupata ushindi wa namna hii? Nini siri ya mafanikio haya? Jambo la kwanza, kama nilivyotangulia kusema, ni mchezo mgeni Tanzania. Wachezaji kama 4 5 ndio walikuwepo kidogo kwenye miaka 2 3 nyuma. So wachezaji wengi ni wageni. So kipindi cha kwanza nafikiri ni pressure ambayo ilikuwa ipo kwa baadhi ya wachezaji ambao kama na ugeni wao, lakini baada ya kurudi kwenye vyumba kwenye vyumba vya kubadilisha jezi, mwalimu aliweza kutuelekeza namna gani tufanye ili kuweza kupata matokeo, ndio tumepata matokeo kipindi cha pili. Na majipangaje kwenye mchezo unaofuata huko Ivory Coast? Utakuwa mchezo mgumu sana kwa sababu wanaweza wakawa wanafikiri wana advantage ya kusonga mbele, lakini tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi na mwalimu atajua anatuelekeza kitu gani tuweze kufanikiwa kwa kweli.